Mashariki ya Kati mambo yanazidi kuwa magumu zaidi baada ya Iran kuonekana ni kama kenge, hawasikii kabisa kitu kinachoitwa makubaliano, usitishaji wa mapigano kati yake pamoja na Marekani. Sasa Iran imefanya mashambulizi katika ile True Promise 4 awamu ya 84 ambapo makombora ya IRGC yamelenga ndege za kujaza mafuta za Marekani katika kambi ya Al-Khalji, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa. Mashambulizi hayo yamefanyika majira ya mchana, na taarifa ambazo zimetolewa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu inaonyesha wakati wa kurushwa kwa makombora dhidi ya malengo ya Marekani pamoja na Israel. Kikosi hiki kimetangaza kuwa kimefanikiwa kuharibu idadi ya magari ya Marekani, lakini pia silaha za Marekani na ndege za kujaza mafuta pamoja na msafara wake wa usaidizi wa vifaa katika awamu ya 84 ya Operation Ahadi ya Kweli sehemu ya 4. Wanasema baada ya matumizi ya uhasama ya vituo vya anga vya kikanda na utawala wa kigaidi wa Marekani, kikosi cha anga cha IRGC kwa kushirikiana na wenzao wa jeshi la wanamaji la IRGC kimetekeleza operation ya pamoja ambayo ilikuwa inahusisha makombora na ndege zisizokuwa na rubani katika awamu hiyo ya 84. Wanasema vikosi hivyo vimeharibu mifumo ya ulinzi dhidi ya makombora na kufanikiwa kupenya kwenye kambi ya Al-Khalji kwa kutumia makombora yenye mafuta magumu na ya kimiminika, wakilenga msafara wa ndege za kujaza mafuta na msaada wa anga kwa mashambulizi makali ya makombora pamoja na drone, imesema sehemu ya taarifa hiyo. IRGC imebainisha kuwa kutokana na operation hiyo inayotegemea athari ya moja kwa moja, ndege kadhaa kubwa za kujaza mafuta na msaada wa adui zimeharibiwa au kuathiriwa vibaya mno. Awamu hiyo imetolewa wakfu kwa mashahidi wa shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRIB pamoja na wafanyakazi wote waliotoa mchango mkubwa lakini wameuawa kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israel. Kwa hiyo shambulizi hilo la 84 limetumwa kama dedication kwa wafanyakazi wa kituo hicho cha habari cha IRIB kwa maana IRIB, ambao waliuawa wakati wakiendelea kuripoti kinachoendelea kule Mashariki ya Kati. Hadi sasa vikosi vya jeshi la Iran vimetekeleza awamu 84 za mashambulizi ya makombora na drone kwa kutumia silaha za kisasa. Wamelenga vituo vya kijeshi vya Israel katika maeneo ambayo yanakaliwa pamoja na kambi na rasilimali za Marekani katika eneo la Asia Magharibi. Mashambulizi haya ya kulipiza kisasi yalianzishwa mara moja baada ya huo muungano wa Marekani na Israel kutekeleza mashambulizi, na yaliua viongozi pamoja na watu mbalimbali. Tumeona harakati ya upinzani ya Hezbollah ya Lebanon pamoja na upinzani wa Kiislamu nchini Iraq pia wamejiunga katika mapambano dhidi ya washambuliaji wa kigeni na wameisababishia Marekani na Israel hasara kubwa sana. Mashambulizi ya kulipiza kisasi ya vikosi vya Iran pamoja na makundi ya upinzani yamesababisha hasara kubwa kwa adui, yameharibu kwa kiasi kikubwa miundombinu yake ya kijeshi pamoja na maeneo ya kimkakati. Wakati Marekani bado hawajapoa na hilo wimbi la 84, Iran imefanya tukio jingine. Imewataka wakazi wa eneo ambalo lipo karibu na maeneo ambapo kuna wanajeshi wa Marekani wamejificha waondoke haraka sana. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimetoa taarifa na kulihutubia na kuambia watu katika eneo la Asia Magharibi na kusema kwamba kuna wajibu wa kuyaondoa majeshi ya kigaidi ya Marekani na Israel popote yalipo kwa madai ya kuua raia wa Iran bila ubaguzi na kulenga viongozi muhimu. Kwenye taarifa waliotoa, wakazi wametakiwa kuondoka mara moja katika maeneo yenye wanajeshi wa Marekani ili kuepuka madhara, lakini wamedai kuwa majeshi ya Marekani na Israel yamejificha miongoni mwa raia na kuwafanya kuwa kinga ya kibinadamu. Sasa wamesema hivi wa IRGC, timu za Marekani na Kizayuni ambazo hazina uwezo wala ujasiri wa kulinda kambi zao za kijeshi kwa hofu ya mashambulizi ya wapiganaji wa Kiislamu wanajaribu kutumia maeneo ya raia na watu wasio na hatia kama kinga ya kibinadamu. Kwa kuwa tuna wajibu wa kuyaondoa majeshi ya kigaidi ya Marekani na utawala ambao unanyakua ardhi popote tutakapoyapata kutokana na kuhusika kwao katika mauaji ya raia wa Iran na mauaji ya viongozi muhimu, tunawashauri raia muondoke haraka katika maeneo yenye wanajeshi wa Marekani ili msipate madhara. Onyo hili linakuja muda mfupi baada ya taarifa kubainisha kuwa jeshi la Marekani Asia Magharibi linakabiliwa na shinikizo kubwa kufuatia mashambulizi endelevu ya Iran ambayo yamefanya baadhi ya kambi zake kuwa vigumu kukaliwa, hivyo kuwalazimu wanajeshi kutawanyika na kufanya kazi kutoka maeneo ya muda ambayo yalipangwa.
Ripoti zinaeleza hali hii imegeuza sehemu ya operations za kijeshi za Marekani na Israel kuwa za kufanywa kwa mbali, huku wanajeshi wakifanya kazi nje ya vituo vyao rasmi ambavyo walikuwa wamepanga kuwa watafanyia mashambulizi hapo. Kabla ya kuzuka kwa vita, takriban wanajeshi 40,000 wa Marekani walikuwa wapo katika eneo la Asia Magharibi. Tangu wakati huo maelfu yao wamehamishwa, baadhi hadi Ulaya, wengine wakibaki katika eneo hilo, lakini hawafanyi kazi tena kutoka katika zile kambi rasmi na badala yake wanakimbilia kwenye mahoteli. Kwa mujibu wa taarifa, inaelezwa kwamba vikosi vya Marekani vimeanzisha uwepo wao katika maeneo ya kiraia, ikiwa ni pamoja na kituo cha vifaa karibu na uwanja wa zamani wa ndege wa Beirut, pamoja na shughuli za ushauri katika ikulu ya Jamhuri ya Damascus na hoteli kama Four Seasons pamoja na hoteli inayofahamika kama Sheraton. Lakini pia wanamaji wa Marekani Marines wanadaiwa kuhamishwa wiki hii hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Djibouti kupitia Istanbul pamoja na Sofia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ameonya hoteli katika nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi kutochukua wanajeshi wa Marekani wanaokimbia kutoka kambi zao na kutumia maeneo ya kiraia kama maficho, akisema hivi: tangu mwanzo wa vita hivi, wanajeshi wa Marekani wamekimbia kambi zao na kujificha katika hoteli na ofisi, wakitumia raia kama kinga ya kibinadamu, alichapisha kwenye mitandao. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba mashambulizi ya Iran imeshambulia takriban kambi 104 za Marekani na washirika wake katika eneo hilo. Ripoti zinaonyesha kuwa baadhi ya kambi zilizoathiriwa zaidi ni pamoja na Al-Salem, Kuwait, Camp Arifjan pamoja na Camp Buhayring, ambapo miundombinu kama maghala, mifumo ya mawasiliano, vifaa vya satellite na hifadhi za mafuta zote zimeharibiwa. Katika mataifa mengine mashambulizi pia yameripotiwa: Falme za Kiarabu UAE, Bahrain, Iraq, Qatar, Saudia pamoja na Jordan, na amesababisha uharibifu mkubwa sana wa miundombinu ya kijeshi. Na uchunguzi umeonyesha kuwa mashambulizi ya siku za mwanzo wa vita yalisababisha hasara ya angalau dola milioni 800, ikiwa ni pamoja na uharibifu wa mifumo ya ulinzi wa makombora ya Marekani THAAD nchini Jordan na miundombinu mingine. Mashambulizi haya pia yamelenga mifumo ya rada na ulinzi wa anga kwa lengo la kudhoofisha uwezo wa Marekani kugundua ama kuzuia makombora. Lakini ripoti zaidi zinaonyesha kuwa baadhi ya makombora ya Iran yamekuwa yakipita katika mifumo ya ulinzi wa Marekani na Israel kutokana na upungufu wa makombora ya kuzuia mashambulizi. Na kwa mujibu wa tathmini, Kuwait ndilo taifa ambalo limeathiriwa zaidi mpaka sasa hivi, ikiwa na idadi kubwa ya mashambulizi ambayo yamethibitishwa kuishambulia hiyo Kuwait, ambaye ni mshirika wa moja kwa moja wa Marekani. Kwa hiyo Iran wenyewe ni kama wanasema sisi we are ready for war, na wanasema wenyewe they are ready, ile long time war, na sio vivita vya siku 2-3 hivi alafu mnamaliza. Yani wenyewe wanasema hivi, wao wanahakikisha kila kitu kitakwenda vizuri zaidi. Na Irani pia imeenda mbali zaidi, imeionya Falme za Kiarabu, Qatar na Saudi Arabia kwa kuruhusu Marekani kufanyia mashambulizi kutoka katika mataifa haya. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba wameishutumu United Arab Emirates, Qatar na Saudi Arabia kwa kuruhusu majeshi ya Marekani kutumia mipaka yao pamoja na vituo vya anga za kijeshi kufanya mashambulizi dhidi ya IRGC. Na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo wa Iran wameipeleka kwa UN. Katika taarifa hiyo ambayo wameipeleka, wamesema hivi, Marekani imekuwa ikifanya mashambulizi ikitumia makombora, ikitumia drone pamoja na ndege zisizoonekana kufanya mashambulizi katika taifa la Iran. Na walianza hivyo kwa kutumia kwa maana ya mataifa matatu ambayo yapo karibu na Iran. Hayo niliyoyataja: Qatar, Saudia na UAE, kuanzia tarehe 15 hadi 20. Barua ambayo imetumwa inasema hivi, Iran yenyewe imehakikisha inaharibu kabisa mifumo ya Marekani, na wamesema katika kuharibu huko wamefanikiwa kuharibu F-35, F-18 fighter jet, B-1 bomber, RQ-4 na pamoja na ile U-2 ambazo hizi ni aircraft. Lakini pia wamefanikiwa kuharibu P-8 marine patrol plane, kwa maana ya ndege ambayo inatumika kufanya doria za majini, ambayo zilikuwa katika mataifa ya UAE, Qatar pamoja na Saudi Arabia,
ambako huko kote hao walikuwa wanaisapoti hiyo Marekani. Kwa hiyo Iran inawaweka kwenye target hata hayo mataifa ambayo nimekutajia. Hayo mataifa, hasara ambayo watakutana nayo si Marekani wala taifa jingine lolote ambalo linaweza likairejesha hasara ambayo watakuwa wameipata au yamepata hayo mataifa ambao wanaisaidia hiyo Marekani katika ukanda huo. Kwa hiyo tuendelee kufuatilia kwa ukaribu zaidi. Although na Israel yenyewe imekuwa ikifanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali. Imefanya mashambulizi katikati kabisa mwa Tehran, lakini pia imefanya mashambulizi katika eneo la Yazd na maeneo tofauti. Lakini stories za Israel na Marekani zinakuwa sio hot cake kwa sababu moja. Hawa jamaa wenyewe ni watu ambao wamejoin operation. Sasa that's why watu wanasema Iran anatakiwa kupewa heshima yake. Hadi leo tunapozungumza ni kwamba mashambulizi ya Marekani na Israel yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 1937 Iran tangu tarehe 28. Lakini kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na naibu waziri wa afya Ali Jafarian, lakini pia watu 1116 wameuawa wakiwa kule Lebanon. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa. Na tangu kuanza kwa mashambulizi hayo ni kwamba mashambulizi ya Israel kule Iran yameharibu maeneo ya makumbusho 120 kule Iran, lakini pia yameharibu zile tunasema historical sites au buildings, majengo ya kihistoria ambayo yapo Iran. So the game is still bad. Hali ni mbaya katika eneo la mapambano. Sisi kazi yetu ni moja tu, kuhangaika na kujua namna gani ambavyo watu mnahitaji kuzipata hizo taarifa as soon as possible. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.